Baraka zote za rohoni, baraka ya kwanza ya rohoni ni wokovu. Yaani kama umeupata wokovu, maana yake kwamba ni baraka ya kwanza ya rohoni. Baraka nyingine zinazofuata za rohoni ni amani na furaha. Yaani una wokovu, una amani, una furaha, una utajiri katika Kristo. Kwa sababu mengine yote yanaanzia hapo. Huwezi ukafanikiwa hata katika maisha ya kimwili kama huna amani. Mtu akikosa amani na furaha katika maisha yake, magonjwa yanaanza katika mwili. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Mungu muumbaji, tunakushukuru Mungu ndiye baba yetu. Asante Bwana kwa ajili ya ufalme, na tunakushukuru kwa ajili ya kusanyiko lako pia Bwana. Asante kwa ajili ya neema yako, na tunakushukuru Mungu hata kwa ajili ya kibali ambacho pia umetupa Bwana, tunaweza kuwepo mahali hapa. Ni kwa makusudi yako na mapenzi yako Mfalme. Baba, anasema asante. Tazama kwamba pia Bwana, tunaposimama mahali hapa kwa ajili ya kwenda kuyatazama maneno yako, ambayo tazama ndio chakula chetu, lakini pia ndio uzima katika maisha yetu. Tunamhitaji Roho Mtakatifu aliye mwalimu wa kweli, atufundishe na kutuelekeza katika kuelewa kila ambacho Mungu amekusudia katika maisha yetu. Asante Bwana kwa ajili ya watu wako, nami nakushukuru na kukushia heshima na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Twende tukaangalie kitu kinaitwa uzima wa milele. Tuangalie Biblia inavyozungumza kuhusiana na neno uzima wa milele. Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 17 ule mstari wa 3. Nitasoma. Biblia inasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Bwana Yesu asifiwe. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Kama nilivyosema, watu wengi wanapofikiria uzima wa milele wanafikiria kuishi mbinguni baada ya kufa. Huwa watu wengi wanafikiri hivyo, kwamba huu uzima wa milele ni kuishi mbinguni baada ya kufa. Lakini Yesu alifundisha kwamba uzima wa milele unaanza sasa kupitia kumjua Mungu. Kwamba uzima wa milele unaanza katika maisha yetu pale tu unapoanza kumjua Mungu kwa kumpitia Yesu Kristo mwenyewe. Kwamba ndipo uzima wa milele unapoanza ndani ya maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dunia ya leo imejaa vitu vingi. Dunia ya leo imejaa maarifa. Unajua sasa hivi kuna maarifa sana. Maarifa ni makubwa. Kwa kama juzi yako naangalia mtu anaenda mwezini, watu wanaenda mwezini, wanatumia siku 14 tu. Wameenda na kurudi. Wanasema wametumia kile chombo. Unaangalia sema chombo wanachotumia kimevalishwa kina layers nyingi, yani kina layers. Yaani kwamba kinapopenya kwenye layer ya dunia au kinaingia sasa kwenda kwenye mwezi, kwamba kuna layer kuna baadhi ya layers zinaachia, alafu hiyo kinaendelea kupenda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukaangalia maarifa ni makubwa sana sasa hivi. Kwamba dunia leo imejaa maarifa, teknolojia ya hali ya juu, sayansi. Naam. Lakini hivi vyote ukivitazama havijamfanya mwanadamu akatosheka akaridhika. Yaani mwanadamu hajafika mahali kwamba amani yake ikapatikana. Kwa sababu gani? Hata kama mtu angekuwa na maarifa kwa kiasi gani, kwamba ndani yake kuna utupu ambao unahitaji, ambao anayehitajika hapo ni yule aliyeumba. Ina maana kwamba huyu mtu hata kama maarifa anayo kwa kiasi gani, kama bado hajampata Yesu, ina maana bado ana utupu ndani ambao unahitaji. Ndio maana mtu anaweza akawa na pesa nyingi, ana mali nyingi, lakini akakosa tu na amani. Nini kinamkosesha amani huyu mtu? Ni kwa sababu kuna vacuum iko ndani ambayo inadai kitu fulani, hata kama yeye hataki kumtafuta Yesu.
lakini lazima kuna vacuum. Kwa hiyo sayansi haijatosheleza kuwapatia watu uzima. Sasa hivi dunia imefika mahali wanatengeneza mpaka robot, wanataka zile robot zifundishe. Yaani madarasani sisi walimu kwa tena kazi hamna, anataka kwamba robot itaingia itafundisha mtoto na nini na ina communicate kila kitu naona. Ndipo sasa sayansi inapeleka na teknolojia inapeleka watu mahali hapo kwamba hata ule uwasilishaji wa maarifa kwamba wanataka sasa wapunguze ile nguvu kazi. Kwa hiyo ina maana kwa kadri dunia inavyoendelea mbele kwamba maisha ya watu yataendelea kuwa nini? Magumu, kwa sababu unapoajiliwa watu wanapata kipato, lakini wanapopunguza watu maana kwamba teknolojia inachukua nafasi. Maana kwamba kuna watu wanabaki peke yao huku bila kazi. Kwa hiyo kwamba dunia inakwenda. Sasa kadri dunia inavyokwenda spidi ndivyo jamii inataka kumhitaji Yesu. Sasa ndio kwamba tunamhitaji Yesu. Sasa Yesu akatufundisha kwamba uzima wa milele ni kumjua Mungu. Mafanikio ya aina mbalimbali au ya aina yoyote ile hayawezi yakaondoa kiu ya mwanadamu ya kumhitaji Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema sayansi yenyewe inaonyesha kuwa maisha yanaweza kudumu. Yaani maisha yanaweza kudumu. Kuna mahali inakuja, utanielewa, kwamba maisha yanadumu yakitegemea mazingira. Yaani maisha yanadumu yakitegemea mazingira. Yaani kuna mazingira yakiondoka na maisha hayapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano mchukulie samaki. Kwamba maisha ya samaki na uzima wa samaki mazingira yake ni maji. Ukimuondoa pale ukamweka nje, maana kwamba hana uzima. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya mwanadamu yanategemea hewa. Mtu akichukua sisi akakudumbukiza ndani ya maji, baada ya dakika moja tumeshapotea. Au ina maana kwamba ndani hewa iliyoko ndani ya maji sio hewa ambayo iko nje sisi tunayohitaji kwa kuweza kuitumia. Ili mtu uweze kusurvive unahitaji udongo. Kwa hiyo maisha yanategemea mazingira fulani ili yaweze kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mkristo mazingira hayo ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa Mkristo sisi tuseme kwa Mkristo, najua nazungumzia, sizungumzii tu maisha ya kuishi, nazungumzia uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza uzima wa milele. Kwamba kwa Mkristo mazingira hayo ya kumfanya yeye aweze kusurvive ni Mungu mwenyewe. Yaani Mungu ndiye mazingira yetu sisi ya uzima na uhai wetu sisi. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo tunaleta nini? Uzima wa milele. Uzima wa milele ni ushirika endelevu na Mungu kupitia Yesu Kristo. Kwamba unaweza kuokoka leo alafu ukamwacha Yesu. Kwamba huwezi kuendelea kujitia moyo kwamba unao uzima wa milele. Hapana, tunasema uzima wa milele ni maisha endelevu. Yaani ili kwamba Mkristo najua tutaishi, lakini sasa hivi tunaishi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kwamba habari kwamba kila mmoja ataishi milele. Yaani mtu kama mtu amepata kuzaliwa katika mwili ataishi milele. Biblia inatuthibitishia hicho kitu. Sasa utaishi milele kwenye lipi? Kwenye uzima au kwenye mauti ya milele? Bwana Yesu asifiwe. Na kwamba ukishaona tu umetokea kwenye uso wa dunia, unajua kwamba utaishi milele. Milele lazima utaishi. Kwamba sasa utaishi katika uzima au utaishi katika mauti. Maana Biblia inasema kuna mauti ya milele, lakini kuna uzima wa milele. Biblia inatufundisha. Sasa sisi watu wa Mungu tunachotakiwa kujua ni uzima wa milele
ambao tumeupata kwa kupitia Yesu Kristo, na kwamba je, unaweza ukaondoka au unaendelea kuwepo katika maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Ndio tunajifunza kwamba mazingira huwa yanaamua maisha ya kiumbe chochote kile, kwamba mazingira yanaamua maisha ya kiumbe chochote kile, kwamba kiendelee kusurvive au kisiwepo kabisa katika ulimwengu, katika uso wa dunia, kiumbe chochote kile, kwamba mazingira yanaamua. Tumeangalia samaki, kwamba samaki, mazingira yanayoamua uhai wa samaki ni maji. Mazingira yanayoamua uhai wa mwanadamu wa kawaida hapa chini ya jua ni hewa. Mazingira yanayoamua uhai wa mimea kama mti na viumbe vingine ambao ni mimea ni udongo. Mazingira yanayoamua uzima wa milele wa maisha ya mwanadamu ni Mungu. Bwana asifiwe. Hicho kitu unatakiwa kukielewa vizuri sana, kwamba mazingira yako ya uzima wa milele ni connection, ni ushirika uliokuwa nao na huyu Mungu, kwamba nje ya ushirika na Mungu wewe hakuna uzima wa milele. Nje ya huo ushirika hakuna uzima wa milele, kwamba uzima wa milele ni ushirika, ni connection iliyopo kati yako wewe na huyu Yesu Kristo ambaye Mungu amemtuma kwetu sisi, ambaye tumempokea kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uzima wa milele si kuishi muda mrefu tu, kama Biblia inavyozungumza katika Yohana 17 mstari wa 3, kwamba uzima wa milele, Yesu anasema kwamba uzima wa milele ni kumjua Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma. Yesu hakusema uzima wa milele ni kuishi milele, kwamba yani Yesu hakusema kwamba uzima wa milele ni kuishi milele. Alisema uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yangu ni nini? Yani kama injili yetu sisi tunahubiri, kama the center of our preaching hajawa Yesu Kristo, hatujamhubiri Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukahubiri mafanikio. Unajua mafanikio ni ya kweli, yanatusaidia, yanatupa faraja hata tunapoishi. Unajua unapofanikiwa, unakuwa na gari, unakuwa mtu unaenda kazini, unakuwa na nyumba, unajenga nyumba nzuri, unasomesha watoto. Yaani mafanikio yanatusaidia support ya maisha, lakini hivyo havina guarantee. Yaani kwa mfano Mafarisayo walikuwa na tabia moja. Mafarisayo walikuwa wanapima mahusiano ya mtu aliye na mahusiano mazuri ya Mungu kwa mtu mwenye mali. Yaani maana Yesu alipokuja akaja kwa crash. Yesu akawa anawacrash, anawaambia, yaani Yesu alikuwa anajua kwamba yaani hawa kwamba maskini maana yake hana Mungu, alafu aliye na mali ndiye ana Mungu. Sasa Yesu akawa anashinda, ndio maana hata yule tajiri alipokuja anapia kumwambia Bwana Yesu, anapia kabisa anajitaka, anambia Bwana, hivi nifanye nini nipate kurithi uzima wa milele? Kwa sababu alikuwa anajua ana mali, kwamba hili na kila kitu, kwamba anajua kwamba hizi ni guarantee za kukuonyesha kwamba wewe tayari unakwenda mbinguni. Yesu akamwambia, wewe umepungukiwa kitu kimoja tu. Akasema kitu hicho Bwana, kwa sababu vitu vyote mimi naviweza. Unajua kwa sababu matajiri wana viburi. Tajiri anajua kile kitu anaweza, pesa zipo. Kama Bwana, kitu gani tena Bwana hicho? Yesu akamwambia, wewe kauze ulivyonayo, ugawie maskini, alafu uje unifanye. Hapa kimtazama Yesu mwenyewe unajua hana hata Mungu, si ndio? Yaani Yesu mwenyewe hata Mungu hana. Asa mtu nikauze vyote alafu nije nifuate huyu maskini, mimi nitapata nini? Naona inasema akaugua sana moyoni kwa vile alivyokuwa na mali nyingi. Yesu akaanza kutoa pale somo. Alikuwa anawafundisha wale Mafarisayo kwamba mnatazama ni kwa jinsi gani ilivyokuwa ngumu tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi wake wakageuka wakasema, Bwana, sasa inawezekanaje? Nani basi anaweza kufanya hivyo? Kwa sababu ndio ilikuwa mafundisho ya sheria ya Kiyahudi kwamba tajiri mwenye mali
huyo ana garantia kwenda mbele, akwenda kwa Mungu. Kwa Yesu akawa anaonyesha kwamba kuna kitu cha ziada ambacho mnapaswa kufanya, ni kumjua tu mwana wa Mungu ambaye Mungu amemtuma, ambaye ndio mimi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Yesu akafika mahali anawaambia, mnachunguza sana maandiko mkifikiri kwamba yana uzima ndani yake. Akamwambia kwamba uzima wa milele, anaonyesha kwamba hayo yalikuwa yanazungumzia mimi. Yesu anaonyesha mtazameni mimi. Kwa Yesu anataka kanisa limtazame yeye kama yeye. Yaani mahali popote pale unapohubiri Injili, watazamisha watu kwa Yesu. Unajua Yesu ni sawa, unajua miujiza ni sahihi kwamba miujiza itakuwa, kwa sababu huwezi kutenganisha miujiza na Yesu. Yaani huwezi kumtenganisha Yesu na miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uhalisia kwamba Yesu hawezi kutenganishwa na miujiza. Kwa sababu kwanza yeye mwenyewe tangu kuzaliwa ni miujiza. Lakini pia yeye ndiye ametenda miujiza mingi mikubwa. Na akawaambia wanafunzi kwamba mtu akiniamini mimi kwamba atafanya zaidi kuliko nifanyavyo mimi. Kwa hiyo anaonyesha kwamba miujiza ipo. Lakini pia aliyetoa onyo na angalizo kubwa kuhusiana na mambo ya miujiza ni Yesu mwenyewe. Akasema, jihadharini msisikie kwamba wako jangwani, wako wapi, msiende, kwa sababu wengi watafia kwa jina langu. Kwa hiyo Yesu, miujiza ipo katika Biblia, lakini miujiza sio fundisho la kujenga kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kanisa la Kristo haliwezi likajengwa kwa sababu ya miujiza. Kanisa la Yesu litajengwa kwa watu kufundisha kumjua Yesu vizuri, Yesu ni nani. Wakijua kwamba wao ni wakina nani, kwamba wamezaliwa upya, kwamba sisi ni watoto. Kanisa lazima, the center lazima awe Yesu Kristo. Ndiye asimame mahali pale. Lakini nje ya Yesu Kristo hakuna kanisa hapo. Hao ni mazingaombwe. Bwana Yesu asifiwe. Na watu ndio wanakimbilia huko. Mazingaombwe. Nimekuja mafuta, nimefanya hivi. Ni sahihi sana, kwa sababu labda mtu kapewa. Labda mtu kapewa, huwezi kujua. Lakini Yesu hata alipomponya kipofu kwa kuchukua udongo, kwa kukoroga udongo, hakurudia hicho kitu. Hakurudia hicho kitu. Kwamba Yesu alikuwa anaweza kutumia chochote akaponya, lakini hakufanya kuwa fundisho. Hakufanya kuwa kiini na msingi wa kulifundisha kanisa, ya kwamba ndio center. Na Biblia inaweka vizuri, inasema miujiza ni kwa ajili ya watu wasioamini. Bwana Yesu asifiwe. Miujiza ni kwa ajili ya watu wasioamini. Miujiza sio kwa watu ambao wamemjua Kristo. Yaani mtu aliyempokea Kristo hahitaji kutangazia muujiza. Tunasoma Biblia vizuri. Kwamba miujiza ni kwa ajili wasioamini. Tena kwa ishara hizi ni kwa ajili ya wasioamini. Yaani kwamba wakitazama, wakishaamini wanatakiwa, wakishaingia ndani wanatakiwa kufundisha. Yesu akasema, enendeni ulimwenguni kote mkawafanye wote kuwa wanafunzi wangu, kwamba mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Mtu akishampokea Yesu Kristo, ameamini, anatakiwa kufundisha kuishika ile kweli yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, unaweza kuwepo kanisani unahubiri, najua mwingine ni mapokeo. Unahubiri tu dhambi kanisani. Waliompokea Kristo, Biblia inasema wamefutiwa dhambi, wafundishe kumjua Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukiendelea kufundisha dhambi, maana yake kwamba ni kutengeneza message kwamba watu hawajaokoka. Yaani ni kama unaendelea kumtengeneza, na shetani anapata mpendo kutengeneza hukumu ndani ya mioyo kwamba hao watu hawajaokoka. Na mtu akijihukumu kwamba hajaokoka, huyu mtu ataanguka katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba mtu akishampokea Yesu Kristo, amekwisha kumwamini Yesu, mfundishe kupata kina kumjua who is Christ. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mtume Paulo anasema kuna andiko, Mtume Paulo anasema yeye mwenyewe kwanza alikuwa anasema kwamba anatamani sana
kumjua. Ndio Mtume Paulo alihubiri sana. Yaani ni mtu ambaye alifundisha na ni mtu ambaye alijua Kristo kwa sababu yeye alitokea na Kristo mwenyewe. Lakini akasema anatamani sana kumjua Kristo kuliko kitu kingine chochote kile katika maisha yake. Lakini pia akafika mahali akafundisha kanisa kwamba na macho yetu yatiwe nuru ili tupewe maarifa katika kumjua Kristo. Yaani kanisa linatakiwa lifundishwe kumjua Kristo zaidi kuliko kitu kingine chochote kile. Sasa Yesu anatufundisha yana uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Nitakuwa nafundisha lakini pia na mifano na mfano kwa namna hiyo. Hebu tuangalie kile kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa kwanza. Usome Waefeso sura ya 2 ule mstari wa kwanza. Waefeso 2 1. Tasoma. Biblia inasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu na dhambi zenu. Kwa unaweza kuangalia kwamba kutokana na andiko hili tunaona kwamba kifo, ukiendelea kusoma pale chini, sasa kwamba kifo ni kutengwa na Mungu na uzima ni kuwa na mahusiano na Mungu. Kumbuka na kufundisha uzima wa milele na mazingira yanayofanya uhai uwepo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia umuhimu wa kulifundisha kanisa watu ambao kwamba kanisa kama mtunaeleza kwamba kanisa ni watu, kwamba kufundisha kanisa kumjua Kristo na kutengeneza uhusiano mzuri na huyo Kristo, ili kwamba kuwa na assurance ya uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Nasema uzima ni kuwa na mahusiano na Mungu, kifo ni kutengwa na Mungu. Asa maisha hutegemea mazingira kama ambavyo tumeona kule kwamba katika sayansi tumesema samaki huishi ndani ya maji, kwamba ukimtoa ndani ya maji samaki atapoteza uzima. Binadamu anategemea hewa, lakini pia mimea inategemea udongo. Hii ina maana kwamba ukitoa kiumbe chochote katika mazingira yake lazima kitapoteza uhai. Vivyo hivyo roho ya mwanadamu iliyoumbwa kuishi ndani ya uwepo wa Mungu, kwamba roho ya mwanadamu imeumbwa kuishi ndani ya uwepo wa Mungu, kwamba roho ya mwanadamu, achana na mwili, kwamba roho ya mwanadamu imeumbwa kuishi ndani ya uwepo wa Mungu. Nje ya uwepo wa Mungu, roho ya mwanadamu haina uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ndani, nje ya uwepo wa Mungu, roho ya mwanadamu haina uzima. Kwa roho yako wewe na roho yangu mimi imeumbwa kwamba kuishi katika uwepo wa Mungu. Hebu tuangalie katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume 17:28. Tuangalie Matendo ya Mitume sura ya 17 ule mstari 28. Tusome pale. Matendo ya Mitume 17:28. Nitasoma. Biblia inasema kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Bwana Yesu asifiwe. Sema kwa maana ndani yake yeye tunaishi, ndani yake yeye Kristo, ndani ya Mungu sisi tunaishi. Yaani mtu ambaye umemwamini Kristo, umemwamini Mungu, umeokoka, ndani ya Kristo unaishi, ndani ya Mungu unaishi.
unatembea ndani yake. Unajua, ukifika ukielewa hiki kitu hiki, Bwana Yesu asifiwe. Unajua, wakati mwingine maandiko yanaonekana ya kawaida, yaani unaweza kufika mtu akaanza kukimbia huku na kule, anatafuta msaada, kumbe Mungu yuko ndani, unaishi na Mungu ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ndani yake Mungu tunaishi, tunatembea na kuwa na uhai. Angekuwa ni samaki tungesema hivi, samaki ndani ya maji, samaki anaishi, anatembea na kuwa na uhai. Najua kutolea mfano vitu ambavyo ni halisi, mtu anaweza kuelewa kile kinachozungumziwa kwenye Biblia. Ingekuwa ni udongo, ungesema katika ardhi mtu unaishi, japo nyao utembei. Ila samaki ndani ya maji anatembea, anakuwa na uhai na anaishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa the same to you, vile vile kwako, kwamba kwangu mimi tangu nilipompokea Kristo ninaishi ndani yake, ninatembea ndani yake, ninakuwa na uhai ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukijua hiyo, huwezi kwenda kumwombea hata mgonjwa unampakapaka mafuta, kwa sababu mafuta yale ya kula. Alafu unajua business ni wapi? Yasema tu watu waga waelewe. Hata siku ile nafundisha hapa, siku ile nasema kwamba unajua Biblia haituongezei ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukimwambia mtu hivi anaweza akachanganyikiwa kwamba the Bible is not there just to increase our understanding. Biblia haipo kwa ajili ya kuongeza ufahamu sisi. Biblia ipo kwa ajili ya kutubadilisha ufahamu tulionao. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Kwamba wakati wote unapokaa unasoma Biblia, unasoma neno, usiseme unaongeza ufahamu. Unaweza kuwa unaongeza maarifa, kwa sababu maarifa ni taarifa, ni information. Unaweza kuwa unaongeza maarifa, lakini sio ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaweza kuongezea maarifa, lakini sio ufahamu. Kwa sababu ufahamu wetu sisi, Biblia inasema kwamba tunapompokea Kristo tunatakiwa kubadilishwa. Just be transformed. Haijasema increase your understanding kwa kusoma Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii ya kwamba tunatembea, kwamba sisi ndani ya Mungu sisi tunaishi, ndani yake sisi tunatembea, na ndani yake sisi ndipo tunapokuwa na uhai. Hiyo ni kweli ambayo mtu anatakiwa kutembea nayo, ambao ukiwa nayo hakuna kitu kinaweza kukutishia katika maisha. Bwana Yesu asifiwe. Najua sisi kisoma kwenye kile kitabu cha Warumi, ni Warumi 8:29, kama sikosei, ile anasema kwamba tangu asili yeye alituchagua akatukuza, na pale inazungumza mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe, kwamba sisi tupo tangu asili na sisi tupo muda wote. Yaani sisi tunaishi hata kabla hatujazaliwa. Kabla hatujazaliwa kimwili, sisi tupo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana nikasema kila mtu ataishi milele, kwa sababu kila kilichokwisha kuzaliwa katika mwili kipo na kitaendelea kuwepo. Sasa kitaendelea kuwepo katika mazingira yapi? Ndio haya ambayo kwamba injili inatakiwa kuhubiriwa katika viumbe, watu wamjue Kristo. Nje ya hapo, wengine watakuwepo katika mauti ya milele. Na kama mtu umekwisha kumpokea Kristo, kwamba kitu ambacho unahitaji kufanya ni kuwa na mahusiano, kuendelea kutengeneza mahusiano, kuendelea kudumu ndani yake, kwa sababu Biblia inasema ndani yake, jamani, ukimwoa mtu unakauka. Bwana Yesu asifiwe. Ukitoa samaki kwenye maji anakufa. Ukitoka nje ya Mungu unakufa. Bwana Yesu asifiwe. Nje ya Mungu hakuna uhai. Unaweza mtu akawepo tu katika kimwili, katika hali ya kawaida ya kimwili, lakini akaisha kufa katika kiroho. Yaani katika roho amekufa. Roho ikisha kuwa tupu, haina Mungu, hiyo ni roho mfu. Bwana Yesu asifiwe.
Sasa haivi kama tunavyokufa kimwili, inakufa kwa kukosa uhusiano na kutengwa na Mungu. Biblia inasema hiyo ndio mauti mbaya kuliko hata mauti ya kufa kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunasema mtu anapojitenga na Mungu anaishi kimwili, lakini ndani anakuwa ni mtupu, yaani anakuwa hana uzima ndani yake. Ndio maana mtu anaweza kuwa na mali au vitu, lakini akakosa furaha. Mtu anaweza kuwa na wafuasi wengi, lakini akawa hana amani. Anaweza kuwa na mafanikio, lakini akakosa uzima. Kwa mfano, hata viongozi wa siasa, watu wanapenda wana wafuasi, lakini kitu kinachotudhibitishia kwamba sisi tunatembea na Mungu katika maisha yetu ni amani na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Yaani katika maisha ya Mkristo, ukitaka kujua kwamba unatembea na Mungu na unaishi na Mungu, ni amani na furaha. Kama ni Mkristo hauna furaha, hauna amani, kuna tatizo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna shida. Yaani kama ni mtu unaishi hauna amani, hauna furaha katika maisha yako, kuna tatizo. Unatakiwa kumtafuta Kristo, unatakiwa urudi uangalie kama uko na Mungu. Maandiko yanatuthibitishia. Yesu alifika mahali akawaambia Wayahudi. Hebu tusome katika Luka 12 mstari wa 15. Kuna Myahudi mmoja alimwendea Yesu akamwambia, hebu tusome pale 12 mstari wa 15. Akasema, akamwambia, tuanzie pale juu mstari wa 13. Akasema, mtu mmoja katika mkutano akamwambia, Mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu. Akamwambia, mtu wewe, ni nani aliyeniweka mimi kuwa mwamuzi au mgawanyi juu yenu? Akawaambia wengine, sasa sio yeye. Akawaambia, maanake kulikuwa na watu wengi, angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa anafundisha. Unajua, Yesu alikuwa anataka watu wamfahamu yeye, lakini still watu walikuwa bado hawana ule ufahamu wa kutosha kuhusiana na huyu Yesu. Lakini ukienda katika kile kitabu cha, tutafika huko, tutafika hapa. Lengo letu ni kubwa, lengo letu kuu ni kwamba Yesu alikuwa anafundisha kwamba uzima, kwamba mali haziwezi kuleta amani, lakini pia hata kama mtu alikuwa na wafuasi wengi hawezi kupata furaha na amani kama ndani Kristo hayupo. Na ndio maana unaweza kuona watawala wapo hiari tu hata kuua, kwa sababu tumaini la pekee ambalo wako nalo ni vile walivyo nalo. Ndio maana mtawala yuko tayari hata kuweza kuua na kuangamiza, kwa sababu tumaini lake liko kwenye vitu alivyokuwa navyo na wafuasi. Ndio maana unaweza kuangalia hata viongozi, na ndio maana mimi waga na washauri watu, naambia andamana kumtafuta Yesu, usiandamane kudai haki. Hakuna haki duniani haidumu. Lakini Biblia inasema
Biblia inasema tumtafute Kristo na haki yake, yaani tumtafute Kristo na haki yake, na ndipo tutakapozidishiwa nini? Hayo yote. Hayo yote ni yapi? Kuna amani, kuna furaha. Unajua wakati mwingine Biblia inapozungumza watu kuzidishiwa, watu wanakimbia, akili zinaenda kwenye hela. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unajua kwamba Mungu yuko interested sana na vitu kama pesa? Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kwetu sisi. Biblia, kwa mfano, Biblia inapozungumzia kwamba tumebarikiwa baraka zote za rohoni, kwamba alitubariki katika baraka zote za rohoni. Inakuja sio mwilini, alitubariki katika baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa nini? Katika ulimwengu wa roho. Unajiuliza, baraka zote za rohoni ni zipi? Baraka zote za rohoni, baraka ya kwanza ya rohoni ni wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama umeupata wokovu, maana yake kwamba ni baraka ya kwanza ya rohoni. Wokovu ambao tumeupata kwa kupitia Yesu Kristo. Baraka nyingine zinazofuata za rohoni ni amani na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hivyo ndio vitu ambavyo ukiwa navyo katika Kristo, yaani una wokovu, una amani, una furaha, una utajiri katika Kristo. Kwa sababu mengine yote yanaanzia hapo. Huwezi ukafanikiwa hata katika maisha ya kimwili kama huna amani. Mtu akikosa amani na furaha katika maisha yake, magonjwa yanaanza katika mwili. Mimi nilikuwa na shangazi yangu, alifiona mtoto wake ambaye alikuwa ni tegemeo lake. Alifiona yule mtoto kwa kijana ambaye alikuwa ni manager mkuu Stanbic Bank zamani, miaka 97. Kipindi hicho yeye alikuwa mshahara shilingi 700,000. 700,000 miaka 97 sio hela ndogo. Ndio mishahara ya watumishi 80,000. Sisi ngapi hela ndogo. Sasa 700,000 zilikuwa ni hela nyingi. Sasa yule binamu yangu aliumwa tu ghafla akafa. Yule mama alipokufa, yule kijana wake yule alikuwa nikikaa hivi anazungumza yeye peke yake. Anasema peke yake. Anasema wewe hali, naona ananiambia wewe hali. Hata James ndio kwa hiyo sabasaba. Yaani hata sabasaba umemmeza, anaongeza kumwambia mama shukuru Mungu, haelewi. Yule mama baada ya muda alianza kupooza. Alipooza, baadaye mguu akakata mguu. Sema si kitu gani mpaka akafa. Yaani uhai wake uliondoka kutokana na kifo cha mwanae. Maana yake kwamba ukishakosa furaha ndani, ukishakosa raha ndani na amani ndani, kwamba ni chanzo cha kupoteza, kwa sababu nafsi ya mtu inajengwa na furaha na amani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na hiyo amani ni Kristo mwenyewe. Kwa hiyo kwa maisha ya Mkristo kwamba unatakiwa kuwa na amani na furaha katika Kristo. Ukiona huna amani na furaha, kuna tatizo ndani. Kuna kitu kinakosekana ndani. Nasema kwa sababu ndani yake sisi tunaishi. Ndani yake sisi tunatembea. Na ndani yake sisi tunakuwa na uhai. Na Biblia katika kitabu cha Ayubu inasema, mjue sana Mungu, ndipo utakapokuwa na nini? Na amani. Ndipo amani itakapokujilea. Kwa hiyo amani huwa ni ishara ya Mungu ndani ya maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na hata na hata sehemu fulani Yesu akasema, anafundisha akasema, ukiwa ni kwenye walikuwa wanafunzi wake, anasema tukiomba jambo lolote alafu mioyo yetu isipotuhukumu sisi kwamba tuna ujasiri mwingi ya kwamba yeye anafanyaje, anatusikia. Lakini pia mazingira ya amani, hata unapomwomba Mungu, hata unapotaka kutembea au unatoka au una safari,
kwamba vitu vinavyoamua ndani yetu sisi kuwa ni amani. Ndio maana pia kwenye kitabu Paulo anafika mahali anasema, na amani ya Kristo na iamue ndani ya mioyo yenu. Yaani amani tunayotembea nayo sisi huwa inatushuhudia kwamba unatembea na Mungu. Ukiona unatembea kwenye maisha alafu huna amani, jiulize kwamba Mungu umemwachia wapi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu hawezi kuwepo kwenye maisha ukakosa amani. Mungu akiwepo kwenye maisha yako lazima utakuwa na furaha. Ndio maana Mtume Paulo yeye alikuwa analiambia furahini katika Bwana, furahini katika Bwana, furahini katika Bwana. Kwa sababu ndicho kielelezo rahisi katika maisha yetu sisi kwamba sisi tunaye Mungu ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo amani ya kweli haitokani na vitu. Maisha ya mtu yanapimwa kwa uhusiano wake na Mungu, si kwa ukubwa wa mali alizokuwa nazo. Roho haiwezi kushiba vitu vya kidunia. Yaani roho zetu sisi haziwezi kushiba vitu vya kidunia. Roho yetu sisi inashiba tukiwa na Kristo ndani, kwamba ndio roho zetu sisi zinashiba. Dunia inaweza kukupatia kila kitu, lakini haiwezi kukupa uzima wa milele. Kwamba uzima wa milele upo ndani tangu pale ulipoamua kumpokea Yesu Kristo. Hebu tuangalie pale, niende kwa haraka. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 11. Tusome pale. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 11 hadi 12. Inasema, na huu ndio ushuhuda wa kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika mwanaye. Yeye aliye naye mwana anao huu uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Maana ni kwamba sisi tunao uzima wa milele kwa sababu tuna uhakika kwamba tunaye Kristo katika maisha yetu. Lakini asiyekuwa na huyo Kristo hana huo uzima wa milele. Kwa uzima wa milele tunao kuanzia sasa. Kwamba uzima wa milele si kwamba tutakapokufa ndio tutakwenda kuupata mbinguni. Uzima wa milele ulishaanza ndani yetu na tunao hata sasa. Ambacho tunahitaji sisi ni kuendelea kutengeneza mahusiano na Mungu, ili kwamba uzima huo ambao Mungu ametupatia uendelee kudumu katika maisha yetu. Sasa ni mazingira gani ambayo yanatupa sisi uzima wa milele? Tumesema uzima wa milele haupatikani kwenye dini, wala huwezi kupatikana kwa elimu ya mtu, wala huwezi kupatikana kwa matendo mema, wala kwa cheo cha mtu. Kwa sababu wengine wanasema matendo yangu mimi ni mazuri, alafu kama naweza nikamwona Mungu. Matendo mema yatendo katika Bwana. Yaani katika Kristo ndio tunatenda matendo mema. Lakini nje ya Kristo matendo haiwezi kufikia chochote kwa sababu uko nje ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana kwamba hata dini ingekuwa ni kubwa kiasi gani haiwezi kutuletea sisi uzima. Kwamba ni kwa kumpokea Yesu Kristo tu, kama alivyosema katika kile kitabu cha Yohana 10:10, anasema mimi nalikuja ili wawe na uzima tele. Kwamba wawe na uzima tele. Mbinguni inasema Yesu alitoka mbinguni ili kufufua roho zetu sisi na kuturudisha kwa Baba na kutupa maisha yenye maana. Kwamba kuwa na Yesu Kristo ni kuwa na maisha yenye maana. Kwamba maisha yenye maana ni maisha ya mtu ambaye yuko na Kristo. Kwamba mtu aliye na Yesu Kristo ndiye mwenye maisha yenye maana. Kwamba Yesu alikuja kurejesha, kwanza alikuja kufufua roho zetu sisi. Alikuja kuzirejesha, urejesho. Akaturudisha kwa Baba. Alafu akatupatia maisha yenye maana. Sasa maisha haya yanadumu tu pale unapokuwa na ushirika na Mungu. Kwamba maisha ni nini? Tunasema maisha
ni tabia, mawazo na tamaa. Kwamba maisha ni tabia, mawazo na tamaa, yaani desire. Sasa Biblia inasema tunapompokea Kristo kwamba tunakuwa na maisha mapya. Maisha mapya tunayoyapokea ni badiliko la tabia, ni badiliko la tabia, ni badiliko la mawazo na badiliko la desire, tamaa, shauku. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaposema mtu anapookoka amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, maana yake anabadilisha kutoka kwenye tabia, anabadilisha kutoka kwenye mawazo, anabadilisha kutoka kwenye matamanio yake pia. Kwamba kabla mtu hajaokoka ana tabia zake tu ambazo alikuwa nazo. Unapokuwa umempokea Kristo unakuwa na tabia, una change ile character. Mawazo yanamwelekea Kristo na sio kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunasema maisha ni tabia, mawazo na tamaa. Kwa kadri mtu anavyokaa karibu na Mungu, kwamba ndivyo tabia yake pia inabadilika. Tunazungumzia mazingira yanayoleta uhai kwa mtu ambaye amempokea Kristo. Mazingira yanayokufanya uendelee kuwa hai katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kadri mtu anavyokaa karibu na Mungu ndivyo tabia yake inabadilika. Mawazo yake pia yanabadilika. Tamaa zake pia zinabadilika. Maisha yake hubadilika kwa ujumla. Na haya ndio tunayoita katika Biblia, au Biblia inasema kwamba maisha mapya katika Kristo. Kama mazingira yanayoathiri, kama mazingira yanaweza kuathiri ukuaji, pia mazingira ya Mkristo yakikosekana kwenye mazingira ya kimungu pia yanaweza yakaathiri ukuaji wake wa maisha. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba kama mazingira ya kumfanya samaki awe hai yakibadilika, yanaweza yakabadilisha uhai na maisha ya samaki. Kwa mfano, watu ambao wanamwaga sumu kwenye maziwa au kwenye mito, samaki anaweza akafa. Au ukibadilishia mti mazingira, unaweza ukaumwa tu hapa ghafla kwa upanda pale. Yaani unaweza ukaumwa tu pap na uko upanda pale, lakini usisafai. Kwa sababu umedisturb nini? Yale mazingira yake. Inasema pia kwa maisha ya Mkristo anatakiwa kumaintain mazingira yake na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mazingira yako wewe na Mungu, ili kwamba uzima ulio nao na uhai wako katika Kristo uendelee kustawi na kuwa vizuri, kwamba mahusiano na mazingira na Mungu lazima yakae sawa. Ni mazingira gani hayo? Kwamba mazingira yanayotufanya sisi kwamba tusurvive katika Mungu. Kitu cha kwanza ni maombi. Mazingira ambayo yanabadilisha roho ya Mkristo ni maombi. Kwamba maombi katika mazingira haya, najua kuna vitu vingine, kwamba najua tunazungumza maombi na juzi nilikuwa tunaongea na mtumishi pale nje. Tulikuwa kwenye maombi tukaomba, alafu mchungaji anatupa ile breakthrough, sio ile break, tukatoka watu pale nje tunazungumza, alafu tukarudi pia kusikiliza nini? Neno. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri mchungaji asingefanya vile, ambao wangesikiliza neno walikuwa wachache sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu ameshakaa muda mrefu, alafu amechoka, alafu unataka ufundishe ingize kitu kingine. Kwa mfano kama sisi unafundisha watoto, baadaye unatoa, unaweza kutoa hata nje wakakimbia, alafu akarudi, alafu kaendelea kufundisha.
wapate kile kitu ambacho wanakihitaji. Sasa katika kanisa la leo, ukimwambia mtu kwamba tuna maombi hata ya mwezi, mtu anashtuka. Kwa nini watu wanashtuka kwenye maombi? Watu wamebadilisha maombi kana kwamba ni mzigo mzito. Kwa nini maombi yanakuwa ni mzigo mzito? Kwa sababu watumishi walio wengi wametengenezea maombi kama structure. Yaani umetengeneza structure fulani, umetengeneza muundo fulani ambao haubadiliki. Unaweza ukaenda ukakuta mtumishi labda ameorodhesha maombi kwenye ubao, nasema ndio maombi tutaombea mwezi mzima. Yaani maombi yameandikwa kwenye ubao alafu mnayaomba mwezi mzima. Sasa sawa, it is okay, lakini hicho kitu ni structure. Umetengeneza muundo, umeframe kitu ambacho mtu anakirudia alafu kinamchosha. Sasa huyu mtu tunasema kuomba ni nini? Hivi maombi ni kitu gani? Sema maombi ni kusema na Mungu. Maombi ni kupeleka haja mbele za Mungu. Maombi ni kumwambia Mungu unahitaji kitu gani. Sasa ukilifundisha kanisa kwamba unapoomba hata kama ni mtu binafsi ni lazima uombe zaidi ya saa moja, huyo mtu anaona hana cha kuomba saa moja. Wewe anaona kumbe kuomba ni kazi ngumu, kuomba ni kitu kigumu. Mimi nitatoa wapi mambo ya kuomba saa moja? Wewe anajua kwamba maombi ni utaratibu fulani uliowekwa, unaanzia hapo, unaanzia hapo, unaanzia hapa, alafu unaishia hapa. Kwa mtu anakuambia mimi hiyo elimu sina. Hiyo elimu ya kwanza kuanzia hapa, alafu unakuja hapa, alafu unashuka, alafu unahitimisha hivi. Hiyo elimu sina. Kwa hiyo kwa kupitia hapo Wakristo au watu ndani ya kanisa wanafikiri kwamba maombi ni kitu kigumu. Kumbe maombi ni kuwapa watu uhuru wamwambie Mungu haja zao wanazozihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana ukimsimamisha mtu ghafla, wewe njoo tuombe hapa, mwingine anakataa kwa sababu ile structure anavyosikia mchungaji anaanzia mahali fulani, hiyo yeye hana. Anajua hicho kitu mimi sikiwezi. Lakini kumbe maombi ni kusema na Mungu. Kuna mtumishi mmoja akasema maombi unaweza hata ukaomba unatembea kwenye gari unaendesha. Maombi unaweza ukaomba hata umekaa unakula chakula. Maombi ni kumweleza Mungu, ni kumwambia Mungu nini umeona Mungu anataka afanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Nini kinatokea? Nini unataka Mungu aweze kuingilia? Lakini wakati mwingine maombi ni kumshukuru Mungu. Unaweza kaenda mbele za Bwana kwa kumshukuru tu. Kama hauna haja ya lazima ya kumwambia Bwana, unamshukuru. Kwa hiyo maisha uhai wetu sisi, mazingira ya kutuma sisi kuwa hai ni kuwa na ushirika na Mungu. Na kitu cha kwanza na ushirika na Mungu ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba maombi, kwamba Mkristo akijinua maombi, ukiona kwamba umepuuza eneo la maombi katika maisha yako, unajua ni kama vile mtu anataka kungolewa kwenye ardhi upeleke mahali fulani. Kama Mungu ni baba, ili kwamba uweze kujenga uhusiano mzuri na mtu hata kawaida tu hivi, ni mtu mnayewasiliana mara kwa mara. Mimi nikipoteza mawasiliano na wewe mwaka mzima utanisahau. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo vipi na kwa huyu Mungu baba yetu huyu, kwamba hakuna unachomweleza, yani hakuna unachozungumza, hamwasiliani, kwamba maana yake kwamba uhusiano huo, ushirika haupo, uhusiano haupo. Kwa hiyo maombi, yani kusema na Mungu, ni sehemu ya kwanza ambayo inadhihirisha kwamba wewe unaendelea kuwa katika hai kati ya Kristo huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hayo ni mazingira ya kwanza. Kitu cha pili, jambo la pili ni neno la Mungu. Ni neno la Mungu, kwamba mazingira yetu sisi na Mungu ni neno lake. Tunapozungumzia neno tunamzungumzia Kristo. Wakati mwingine katika Biblia hili neno la Mungu ambalo limeandikwa
linafanya watu wamsahau Kristo. Kristo ndio neno mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Kristo ndiye neno mwenyewe. Biblia, sehemu nyingi Biblia inatupa ushuhuda kilichotokea. Unajua unaposoma Biblia inashuhudia, Biblia inatoa maonyo, Biblia inaelekeza. Biblia ni kama mwongozo. Yaani kuna mazingira Biblia itakuelekeza, kuna mazingira Biblia itakuonya, kuna mazingira Biblia inashuhudia nani alipata na nini, akafanya nini, Mungu akafanya nini, kwa hiyo inakuelekeza namna ya kutembea pia na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama Biblia unashika tu maandiko, ndio maana Yesu akwambia Wayahudi, mnachunguza maandiko mnadhani kwamba yana uzima ndani yake. Akasema yananishuhudia mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba wakati wote tunaposoma Biblia, neno la Mungu, kwamba ni lazima kwanza uwe na target. Usisome kama magazeti. Ni lazima usome Biblia ukiwa na lengo. Unasoma, unatulia, unatafakari, unajifunza, unapata fundisho, una apply kwenye maisha. Bwana Yesu asifiwe. Nje ya hapo usomi Biblia. Nje ya hapo unatimiza wajibu, kwa sababu kuna kipindi mtu anakuambia kila siku jitahidi kusoma neno kila siku. Sasa mwingine unatengeneza ni ratiba alafu hujifunzi. Yaani unasoma alafu hujifunzi, haitakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Yaani maana kuambia kwamba unapotaka kusoma neno pia lazima uwe faragha na Mungu. Yaani lazima upate muda, soma neno Biblia, alafu tafakari unachokisoma. Angalia kama kuna ujumbe ambao unakuhusu katika maisha, uhusianishe katika maisha, katika jamii. Kwa nini umeamua kusoma Biblia? Angalia, kwa sababu kila mahali Biblia inapozungumza kwamba kuna Mungu anazungumza mwenyewe au kuna mtumishi wake anazungumza, lakini kila anapozungumza kuna kitu anaelekeza au kuna kitu Biblia inashuhudia au kuna mazingira Biblia inaonya. Sasa hiyo ndio ambayo kwamba sisi tunaposoma Biblia ndio kwamba unatoka nao katika maisha. Alafu ukisema na Mungu unazungumza naye kitu ambacho unakihitaji. Kwamba umesoma Biblia, umesoma neno, umepata mwongozo. Sasa unamwambia Mungu afanye nini katika maisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba na ndio kwamba maisha yetu sisi katika kusoma neno, kwa mazingira hayo ya neno la Mungu ndio mazingira yetu sisi na Mungu, ambaye anatuambia kwamba sisi katika yeye tunaishi, katika yeye tunatembea, katika yeye tunakuwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Uwezo ukasema katika yeye ninaishi, hauna maombi. Katika yeye ninatembea, usomi neno. Katika yeye ninakuwa hai, hauna ushirika naye. Sasa unatembeaje sasa? Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tufike mahali tujue kwamba nikisema kwamba mimi natembea na Mungu, natembea na Mungu katika mazingira yako. Natembea na Mungu, ninasema na Mungu. Natembea na Mungu, nina neno lake. Natembea na Mungu, nina ushirika na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mazingira mengine ambayo tunashuhudia kwamba sisi tunatembea na Mungu ni ushirika na watakatifu wenzetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu hajaelewa. Mazingira mengine ambayo yanatuthibitishia kwamba sisi tunaishi, tunatembea na tuko hai katika Mungu ni mazingira ya ushirika na watakatifu wengine. Ukijitenga na watu wa Mungu, yaani na ushirika, uko peke yako, sidhani kama utakopa sasa. Umeshaokoka. Kuna Mkristo mwingine akishaokoka anataka kila siku anafuatilia. Yaani mchungaji kama jamaa amemaliza wiki hajamtembelea, ndio tayari kaisha kufa kiroho. Mchungaji anaenda kwa wengine tu, mimi kwangu haji. Mwambie Yesu akutembelee nyumbani, sio mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri asipokuwa akinitembelea kwangu najisikia vizuri, nafurahi. Lakini pia asipokuja pia niendelee kufurahi. Bwana Yesu asifiwe.
Pia kama ajaje niendelee tu. Kuna kipindi mimi wakati nimeokoka nilikuwa kwenye kanisa fulani. Yule askofu alikuwa akisafiri kwenda Marekani. Kanisa alipo. Sasa wameenda wapi hawa watu? Unajua mchungaji saizi hayupo, askofu hayupo. Kwa hiyo watu wanasubiri askofu arudi. Kwa hiyo wanahudhuria wenye ushirika wao na watakatifu wengine ni uwepo wa askofu kuwepo. Askofu asipokuwepo nao hawapo. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kiangalia ni mshirika, mtu ameokoka siku nyingi tu, lakini mchanga. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anaambia kitu kidogo, wewe umemkwaza huyo mpaka mtamfuatilia mwaka au mwezi ndio atarudi tena kanisani. Nini yule mpendo mimi alinitazama hivi. Kwa nini aniangalie hivi? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunatembea ndani ya Mungu. Ndani yake tunaishi na ndani yake tunakuwa hai. Kwa hiyo sehemu mazingira ambayo sisi atatuimarisha katika maisha yetu kama Wakristo ni kuwa na ushirika na watakatifu wengine. Katika makanisa tuna vitu vinaitwa seli. Kuna mwingine hajui hata seli yake. Zile seli katika mwili wa binadamu madaktari wanajua vizuri sana. Unajua huu mwili unaoona mpaka ngozi umetengenezwa na chembe ndogo sana zinaitwa seli. Yaani hizo seli zikiondolewa hakuna mwili. Bwana Yesu asifiwe. Hizo seli zikiondolewa hakuna nini? Hakuna mwili. Seli ikiharibika mahali unaweza kuona, ndio mtu anasema kwamba kuna jipu. Ukiona jipu mahali maana yake kuna seli zimeharibika. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake unamhitaji nani? Daktari, unahitaji dawa mapone. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo vinaimarisha hata kanisa la Mungu ni zile seli zinazotengenezwa. Kanisa la kwanza lilitengeneza kitu kinaitwa makanisa ya nyumbani, zilikuwa ni home cells. Kwa makanisa ya nyumbani, zile seli ndogo. Sasa zile kwa pamoja zinapokuwa ziko imara, seli zinapokuwa ziko imara, ndio na kanisa linakuwa imara, kwa sababu makanisa yameanzia nyumbani kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna Mkristo ambaye hana ushirika na watakatifu akapatikana kuwa imara. Uimara wako unatokea wapi? Kwenye Waebrania nadhani ile sura ya 10 mstari wa 25 kuna mahali Biblia inazungumza kwamba hebu tuangalie katika Waebrania sura ya 10 mstari wa 25 kama tutakuwa Waebrania 10:25 nasema, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Bwana Yesu asifiwe. Ni agizo, wala tusiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine, kwamba kwenye kusanyiko la watakatifu, ushirika na watakatifu wengine, unakutiwa moyo, unakuonywa mwenendo si sawa, unakuimarishwa. Kwa hiyo ukiwa peke yako una ushirika na watakatifu wengine, kwamba lazima utakosa hizo ingredient, utakosa hivyo vitu, na matokeo yake ni kufa kiroho. Ndio sasa yule ambaye mnamuona mshirika, yeye kila mwezi anatafutwa nyumbani, anatafutwa, lakini sio kwamba ameokoka juzi.
ni mtu ameokoka muda mrefu. Sasa mazingira ya namna hiyo, huyo mtu unaweza kusema uzima uhai uko ndani. Tunazungumzia uzima wa milele, kwamba je, uzima uko ndani? Kwa sababu kama nimempokea tu Yesu karibu katika maisha yangu na Bwana Mwokozi wa maisha yangu, sina maombi, sina neno, sina ushirika na watakatifu, hivyo Yesu ni nani? Hivyo Yesu ni nani? Unajua kuna mazingira Biblia inasema kwamba wale wote Baba ulionipa sikumtupa hata mmoja, kama ni nao. Sasa sawa, Biblia inapozungumza kwamba sikumtupa hata mmoja, kwamba wote na umenipa, kwamba walio wa kwangu ni wa kwako, umenipa sijamtupa hata mmoja, kwamba wale wote Baba ulionipa. Lakini wewe huna maombi, huna neno, huna ushirika na watakatifu wengine. Je, huyo Yesu naye? Je, huo uzima upo? Mazingira yanayokufanya wewe kuwa hai, kama vile kwamba mazingira yanayomfanya samaki kuwa hai, we haupo, umeacha, umeondoka kwenye mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Umeisha kuondoka kwenye mazingira. Kwa hiyo sehemu nyingine hiyo, na hicho kinachokufanya uwe peke yako, maanake pia huna amani na furaha katika maisha yako. Huwezi kukaa mbali na kusanyiko la Bwana halafu unasema una amani na furaha. Haiwezekani. Haiwezekani. Sionekani kanisani. Sasa kinachonipa furaha ni nini? Sionekani kwenye ushirika na wenzangu. Kinachonipa amani ni nini? Hapana, maana yake mimi sina amani, sina furaha katika maisha yangu. Na ukishaona uko nje namna hiyo, hata ndani kwako mwenyewe katika moyo wako huna amani na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Na kukosa amani na furaha ni ishara kabisa ya dalili ya kwamba wewe uzima haupo. Yaani uzima wa Kristo ndani anayekufanya kuwa na furaha na amani na kuwa hai imeondoka. Kwa nini imeondoka? Wewe umeondoka kwenye mazingira. Unajua Mungu hamwachi mtu. Ila mtu anaweza kumwacha nani? Mungu. Anayemwacha Mungu ni mtu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu hawezi kukuacha. Ila anayemwacha Mungu ni mtu. Yesu kuna mahali akawaambia wanafunzi wake, katika kitabu cha Mathayo sura ya 12 mstari wa 31. Niende pale ili kwamba niweze kumaliza. Yesu kuna mahali akawaambia wanafunzi wake, walisome pale ili twende haraka. Mathayo sura ya 12 31. Mathayo sura ya 12 31 na 32. Anasema, kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa. Naye mtu yeyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa, katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hili ni moja ya sehemu ya katika Biblia ambayo mara nyingi wao inaleta utata katika maisha ya watu, kwamba hii dhambi sio sameheka. Hii ni dhambi ya gani? Kwamba wanasema kumkufuru Roho Mtakatifu. Mwingine anaweza kukwambia wao, ukimsikia mtu ananena kwa lugha sio kasema kwamba ni shetani. Unaona vitu vya namna hiyo. Lakini maandiko haya yanamaanisha nini? Kwamba kumkufuru Roho Mtakatifu ni pale mtu kwa makusudi kabisa anapoamua kuikataa kazi ya Mungu
kupitia Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kukataa waziwazi kazi ya Mungu na kuita kwamba ni kazi ya shetani ni kukataa kazi ya Roho Mtakatifu ambaye ndiye chanzo cha wokovu katika maisha ya watu. Mtu ambaye amefikia hatua katika moyo wake na kumkataa Mungu na kukataa toba ya kweli na hana tena hofu ya Mungu katika maisha yake, kwamba huyo mtu ndiye ambaye amefanya kufu juu ya Roho Mtakatifu. Yaani umeshafikia kiwango katika maisha yako huna hofu tena ya Mungu, yaani ndani yako usikii tena hofu yoyote ile katika jambo lolote unalofanya, na kazi ya Mungu hutaki kabisa. Yaani sio unataka kufanya kazi ya Mungu, mchungaji amekwambia labda leo utakuja kufanya, umezikataa kazi za Mungu katika maisha ya watu ambazo zinaleta wokovu. Maana hakuna namna nyingine wewe unaweza kuokolewa, kwa sababu agent wa wokovu ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukikataa kazi ya Mungu kwa kupitia Yesu Kristo na Roho Mtakatifu ambaye anaifanya, maana kwamba umeukataa wokovu. Ukikataa wokovu, maana kwamba hakuna namna nyingine ambayo itasema, kwa sababu msamaha wa Mungu kwa wanadamu unapitia ni kwa njia tu ya Yesu Kristo, kwa njia ya Roho Mtakatifu ndipo msamaha wa Mungu unapotokea. Kwa hiyo ukikataa kwamba Roho Mtakatifu, ukisha ukataa wokovu, maana kwamba dhambi inakaa. Yaani dhambi ni kumkataa Yesu Kristo. Dhambi iliyo kubwa kuliko dhambi zote ni kumkataa Yesu. Na hiyo ndio dhambi ambayo isameheke, kwa sababu nani atakusamehe? Msamaha wako utatokea wapi? Haupo. Lakini Yesu akasema mtu akimkufuru mwana wa Adam atasameheka tu. Na ukisema jambo la kujia baba atasameheka, lakini ukikufuru Roho Mtakatifu, maana ukikataa wokovu, the agent of salvation, maana hakuna msamaha pale. Maana kwamba wewe utaweza kusamehewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kukataa waziwazi kazi ya Mungu kupitia Yesu Kristo, hiyo ni moja ya dhambi ambayo haiwezi kusameheka. Kwa hiyo katika kuhitimisha, niseme ya kwamba kifo chetu sisi kama wanadamu, watu ambao tumepokea Kristo, kwamba kufa huwa ni mwanzo wa kuingia katika ulimwengu mwingine, katika utimilifu wa uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba uzima wa milele tulishauanza tangu tulipompokea Yesu Kristo. Tunaishi nao na tunatembea nao kwa uzima wa milele, na tuko nao kwa sababu tuko katika Mungu, tunatembea katika Mungu. Lakini kwamba sasa unapokufa inakuwa ni mlango kuingia sasa kwenye utimilifu wa uzima huo wa milele ambao ndio kiini cha maisha sisi katika kumpokea Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pointi kuu ni kwamba kinachofanya huu uzima wa milele uendelee kuishi kwetu katika maisha yako ni mazingira ya kimungu, kwamba sisi mazingira yetu sisi ya uhai ni Mungu, na mazingira hayo maombi. Lazima Mkristo ndio kwamba lazima uwe na mahusiano ya mazungumzo na Mungu ya mara kwa mara, hata maneno mawili, kumuomba Mungu, kumshukuru Mungu, kusema na Mungu haihitaji masaa. Sio kama zile structure ambazo zina, ukiwa na hayo unaweza ukaomba masaa hayo kama Yesu alivyoomba usiku kucha, ana mzigo wa kutosha. Lakini kuomba ni jambo ambalo kwamba niendelee katika maisha yetu kila siku, ambalo kwamba sio swala la kuwekea muundo na structure. Na hata kwamba tunapokuwa na makanisa na washirika, kwamba kama vile jinsi mchungaji juzi alivyotutoa hapo, kwamba unatakiwa kutambua situation ambayo itakufanya watu waweze kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba unapokwenda kwa shirika, kwa sababu kuna mwingine maombi yanafanyika kanisani, anakemea pepo. Neno pepo la usingizi. Sio mwingine kachoka wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba kila anayesinzia kanisani kwamba amelani kwamba ni pepo. Mwingine ni uchovu kutokana na mazingira. Mwingine sehemu nyingine anasema hata mtu akikosa hewa ya kutosha usiku wakati amelala, kwamba ukikaa mchana lazima utakuwa unasinzia tu, kwa sababu hukupata oxygen ya kutosha. Kwa hiyo kuna uchovu kwenye ubongo. Ukikaa tu unasikia kuchoka, unasinzia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hilo sio pepo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata watu wanapotaka kuomba, unataka kuona mkesha usiku watu waombe mpaka asubuhi, ni lazima mchungaji wa mbunifu.
uwe mbunifu. Namna gani naweza kuendesha mkesha wangu watu wasichoke? Wanaweza wakasifu, wakaomba, unatoa nje na relax hapo. Nini? Wanarudi, mnasikiliza neno, wanaomba. Sio watu nakandamiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Watu wanachoka. Na mtu siku nyingine hapo kwenye mkesha, kwa lazima kwamba ili yale mazingira ambayo yanatufanya sisi kwamba tunaishi ndani ya Mungu, kwamba mtu asije akafika mahali akachoka akaachana na maombi. Ndio kwamba maombi ni mzigo mkubwa. Hapana. Hata kusoma neno sio mzigo. Soma kurasa yako moja. Maliza, tafakari unachokisoma pale. Ni nani anazungumza? Yesu mwenyewe? Ni mtumishi? Anaelekeza nini? Anasema nini? Anataka watu wafanye. Kulitokea nini? Matokeo gani? Unaposoma Biblia. Kwa sababu unaposoma hata Biblia lazima uangalie. Kuna matokeo, kuna maelekezo, kuna maonyo. Then you have to apply kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili kwamba vitu vya namna, usiache kuwa na ushirika na watakatifu. Usia leo amekusanyika mahali fulani. Jitahidi hata kama hujahudhuria, basi piga hata simu, mwambie jamani, leo mlikuwa na kusanyiko moja, mbili, tatu, kulikuwa na nini? Wenzako wanakushirikisha pale. Wanajua kwamba tuko pamoja. Kwa mazingira hayo, sisi tunaendelea kuwa na Mungu. Na hitimisho letu sitakapokutana wapi? Mbinguni, kwenye mlango mwingine sasa wazima, kuhitimisha utimilifu ule uzima wa milele. Mungu awabariki sana.